tunasafiri na kauli mbiu hiyo kivitendo, na kamwe kama utakuwa na maeneo ya kufuatilia, TANESCO tutakuita kujionyesha namna gani tunatekeleza kauli mbiu hiyo. Kwa mfano, tutatenda haki kwa kina mama, tutatenda haki kwa wasichana, ili wawe sehemu ya safari ya utekelezaji wa dira ya 2050. Lakini iko ajenda, Mheshimiwa Waziri na mgeni rasmi, ya nishati safi ya kupikia. Ni ajenda ya Mheshimiwa Rais mwenyewe, mkuu wa nchi, ambaye imempendeza Mungu kuwa ni rais mwanamke na ndiye kinara wa shughuli hii duniani. Na sisi kama watu ambao tuna sehemu ya uzalishaji wa nishati, sehemu ya nishati safi ya kupikia ziko nyingi. Sisi tunazungumzia umeme. Moja ya shughuli yetu hii tumekupitisha kwenye mabanda, tunakuonyesha namna ambavyo tunasafiri na Mheshimiwa Rais kwenye kushawishi jamii kuhama kutoka kwenye matumizi ya nishati isiyokuwa safi kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Na tunakimbia, asilimia zinatembea, lakini TANESCO kina mama hawako nyuma. Tuna mpango wa kugawa majiko kwa watumishi wote, mpango unaendelea. Lakini pia wananchi hatujawaacha, tuna mipango ya kuwakopesha wananchi majiko pale wanapoingiza umeme na programu nyingine nyingi. Nimegundua kitu kimoja, ni kuombe radhi Mheshimiwa, tuna nafasi kubwa sana ya kukushirikisha. Wizara yako ni wizara muhimu sana, na huenda siku ilikuwa ya leo. Umezungumza maneno machache nje wakati tunakutembeza kwenye mabanda. Ni kuahidi tutakufuata ofisini, tutakueleza programu zetu, na yako maeneo tutakuomba utusaidie kupaza sauti. Unayo nafasi kubwa sana kwenye kipengele cha maendeleo ya jamii ambacho utasafiri na sisi na mapinduzi yetu ya teknolojia kuihabarisha Tanzania na kuwafanya wadau wajue kazi zetu. Sasa unajua, kwenye uwiano kama huu wa 20/80 ni lazima awepo mlinzi wa wanawake. Mimi nataka niwaambieni, hiyo kazi nimejipa mwenyewe, nitawalindeni kweli kweli. Unajua unaweza usielewe, kwenye mfumo kama wa kwetu huu wa TANESCO wa 20/80, to raise a woman, yani kumpata mwanamke mpaka akawa meneja au akawa mkurugenzi akawa nani, sio kazi nyepesi. Kwa hiyo lazima awepo mtu wa kulinda mafanikio hayo. Hayajaandikwa popote, lakini watu nimenong'ona nao, na nataka niwaambieni kwa kipindi nitakachokuwepo nitawalindeni. Kongamano hili linawapa wanawake wa shirika hili kujadili masuala ya nishati safi ya kupikia. Kama tunavyofahamu, hii ni ajenda muhimu kwa taifa letu, na TANESCO imekuwa ikifanya vizuri katika kuhamasisha wananchi kutumia nishati safi ya kupikia, hususan nishati ya umeme ambayo ni rahisi zaidi. Hivyo, kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi, nawapongeza sana wanawake wa shirika hili kwa kuchagua ajenda hiyo muhimu. Natumaini katika kujadili ajenda hiyo mtapata mapendekezo mazuri yatakayosaidia shirika liendeleze kazi yake nzuri ya kuhamasisha utumiaji wa nishati safi ya kupikia. Na nyie wenyewe kama sehemu ya shirika mtaweza kuendeleza vizuri zaidi uhamasishaji wa nishati safi ya kupikia, sio tu kazini bali pia katika jamii mnapoishi. Wananchi wanachohitaji siku zote ni taarifa sahihi, elimu endelevu na mifano halisi inayoonyesha kuwa kupikia umeme ni salama, nafuu na rahisi. Na jambo hili bila afisa maendeleo ya jamii hatutoki, tutakwama. Ametrainiwa kuwa daktari wa jamii wa kubadilisha fikra za jamii, na wako tele kwenye halmashauri zetu. Wanahitaji kupewa ajenda, wapewe elimu, wasonge mbele. Pili, shirikisheni taasisi za fedha na sekta binafsi ili kuwezesha upatikanaji wa majiko ya umeme na vifaa vinavyotumia umeme kwa masharti nafuu, hususani kwa wanawake wa kipato cha chini. Upatikanaji wa vifaa ndio daraja la mafanikio ya ajenda hii, na hapa tayari mna njia mmeshaionyesha, ni kwenda kuboresha. Tuungane pamoja. Hawa wanawake wenye hofu ya kwenda kununua hayo majiko, wakiondolewa hofu, wanachangamkia haraka sana matumizi ya nishati safi.
Tatu, ongezeni ubunifu katika kuhamasisha matumizi ya umeme wa kupikia, ikiwemo kuandaa maonyesho ya vitendo, tafiti za gharama halisi za matumizi na kushirikisha vyombo vya habari kufanikisha ujumbe kwa umma ili Watanzania wasiogope kutumia nishati hii. Na hapa katika ubunifu huo tutawapa mawazo, tuwe hata na mafestivals ya pamoja yaanzie huko chini vijijini kabisa, tupate maoni ya wananchi, na hakika sisi na TANESCO na sisi jamii lazima 2034 kieleweke. Hey, mizigo ya meli na ndege imefika. Sasa ni rahisi. Mizigo kutoka China, Dubai, Uturuki, India na Marekani inakufikia kwa muda mfupi sana. Safirisha na Simba wa Bahari. Ni salama, haraka na nafuu.